Hizi hatua ambazo unaziona tunazo katika ulimwengu wa roho zinawakilishwa na nafsi. Kuna kitu kinaitwa nafsi. Hii miguu ili iwe hai, iweze kuoperate, inategemea nafsi iliyo hai ndani ya miguu. Unapoona mtu kaparalyze hawezi kukunja mguu, hawezi kutembea, kuna nafsi ya hatua zake imeshaondolewa. Kila kiungo juu ya mwanadamu kina nafsi. Na hicho ndo kitu ambacho waga kinatafutwa sana katika mwanadamu. Na ndo kitu ambacho kinatafutwa sana juu ya mtu. Lakini pia ndo kitu ambacho kinatafutwa sana juu ya watu. Kuna watu wengine wamekuwa wakikaa wanasikia dalili ya miguu kufa ganzi. Hiyo ni siri mojawapo ya mtu ambaye nafsi yake ya hatua imeshaondolewa au imeshauawa au imeshaparalyziwa. Kuna watu wengine anaweza kakaa kasikia miguu inawaka moto. Ni jambo jema miguu kuwaka moto, lakini si sahihi kwa Mungu miguu kuwaka moto. Nimeyaona mengi tangu nimeanza huduma. Nimehudumia watu wengi na nimeviona vingi. Lakini napofikia hatua ya kwamba Mungu anasema tufanye hiki, lazima tutende. Lengo kubwa ni kwa ajili ya kumtoa mtu alikoshikiliwa na kuingia mahali fulani. Kuna watu wengine aliwahi kuwa naishi akatembea akakanyaga mavi, saa nyingine ni ya binadamu, saa nyingine ni ya mnyama. Unaweza ukafikiri kawaida, labda ni mnyama kanya, ni mwanadamu labda kanya kwa bahati mbaya, labda ni mtoto alikunya kwa bahati mbaya. Lakini nataka nikusaidie siku ya leo, katika ulimwengu wa roho hakunaga kitu kinaitwa bahati mbaya. Ulimwengu wa roho unaishi kwa facts. Ulimwengu wa roho unaishi kwa mipango. Ulimwengu wa roho unaishi kwa utaratibu. Una uwezo wa kuelekezwa wewe kwamba utapita njia fulani. Haijalishi umevaa viatu, lakini kuna kitu watakutegeshea. Na hicho kitu utakapokiingiza mguu wako kitakuwa kinawakilisha kitu kimoja au kitu fulani katika ulimwengu wa roho. Kuna watu wengine anaweza kawa anatembea barabarani. Ukiangalia njia ni kubwa, barabara ni kubwa, lakini unakuta ananaswa na nyuzi za buibui. Unaweza kufikiri kawaida ukiwa ni wa kawaida tu. Ukiwa na akili za kawaida unaweza kufikiri kawaida, lakini katika ulimwengu wa roho si kawaida. Kwa sababu ukiangalia huku na huku distance ni kubwa. Huyu buibui ameshika wapi na ameshika wapi mpaka nisubiri mimi ziniboe hizo buibui? Kuna siri katika ulimwengu wa roho. Sasa katika eneo la kufanikiwa, alitegemei dini, linategemea maarifa ndani ya dini. Maandiko yanasema katika Waebrania, anasema yamkini na washuhudia wana juhudi nyingi katika Bwana, lakini si katika maarifa. Issue sio kusali, issue sio kuomba. Unajua nini ndani ya maombi yako ili Mungu afanye kitu? Kuna vitu ukianza kuvijua ndipo unapoweza kutoka kwenye tatizo, ndipo unapoweza kutoka kwenye kifungo, lakini pia ndipo unapoweza kutoka kwenye shimo ambalo limefunga hatima yako. Nyie wote ni mashahidi, mmeona mambo mengi, mmeona vitu vingi. Mmeona tangu umekuja mahali hapa jinsi ambavyo Mungu anaoperate kukomboa watu kifungoni. Jinsi ambavyo Mungu anaoperate kuwatoa watu gerezani. Mmeona mambo mengi sana. Mimi nilifikiri labda wachawi waga wako Afrika tu na Tanzania, kumbe hata mpaka Ulaya uchawi upo siku hizi. Nikabaki na shangaa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo Mungu anaweza, Mungu anatenda, lakini lazima kuna vitu uvitambue. Leo tutakuwa na somo linaitwa nguvu ya mafuta. Nguvu ya nini? Nguvu ya mafuta. Unaposikia neno mafuta si kitu kigeni. Soma Biblia. Ukisoma katika Biblia utaona neno mafuta. Mafuta limetajwa zaidi ya mara 327. Ndio maana ukija ukakutana na mtumishi wa Mungu yoyote anapinga kitu mafuta, huyo mtu simsikilize na usiruhusu masikio yako yamsikilize. Huenda kasha changanikiwa au kasha rogwa. Maana kuna wachungaji wanarogwaga. Mimi nakujaga hapa na waombeaga hapa wengi sana. Wanarogwaga, akili zinarogwa. Uwezi kukataa kitu ambacho kimetajwa mara 327 kwenye Biblia. Utakuwa ni mbaya, jumlisha mbaya. Biblia inapoongelea mafuta automatically mwanzilishi wa mafuta ni Roho Mtakatifu mwenyewe. Ndio maana Biblia inasema wewe hapo ulipo ni mpakwa mafuta, na hakuna mwanadamu anaweza kuishi ana mafuta, lakini mafuta yametofautiana.
Mafuta alionayo huyo si alionayo huyu. Hicho kitu. Na Biblia inapoongelea neno mafuta inaongelea uwezo wa Mungu ambao Mungu ameiweka ndani ya mtu. Mafuta si mafuta hayo unayoyaona kwamba tumeyachukua labda ni ya olive oil tuyaombee. Mafuta ni mafuta yanayokuwa ndani ya mtu anayetamka neno ndani ya kitu alafu kinakuwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio maana hapo umesikia natamka vitu fulani na hapo tulikuwa tupo kwenye mwanzo lakini watu wanafunguliwa. Kinachofanya hicho kitu ni mafuta yaliyoko ndani yangu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kila mwanadamu anaitwa mpaka wa mafuta. Ndio maana unaona kuna level za watu. Kuna rais, kuna makamu wa rais, kuna waziri mkuu, kuna mawaziri, kuna wabunge, mpaka chini kabisa unakutana na raia. Bwana Yesu asifiwe sana. Kinachomfanya rais awe rais ni mafuta alionayo. Yameandikwa katika ulimwengu wa roho, huyu atakuwa rais. Sasa kwa nini tunafanya tendo la imani kupitia vitu ambavyo Mungu ameturuhusu tufanye? Kwa sababu hata Mungu mwenyewe alifanya. Maana yake ni kwamba tunamwakilisha Roho Mtakatifu ili atende kupitia kile kitu ambacho tunakitaka kiwe katika maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Neno mafuta maana yake ni nini? Neno mafuta ni nguvu ya Roho Mtakatifu inayomuunganisha mtu na Mungu ili apate haki yake. Sasa Mungu akawa ananieleza, ananambia awasomi Biblia, amsomi Biblia. Wewe uje utafute katika Biblia au tu kwa akili ya kawaida hata Google tu, alafu uangalie neno mafuta limetajwa, alafu anza kufuatilia kipengele kimoja baada ya kingine mara 327, utaanza kuona ulichelewa sana kujua vitu, uenda ungekuwa mbali sana. Ndio maana watumishi wenye hekima na maarifa waliopewa akili at least na ufahamu, wakianza kudiri na vitu lazima matokeo yaonekane. Bwana Yesu asifiwe sana. Issue sio kwenda ibadani, issue sio kusali. Ni kitu gani unachokifanya chenye tija katika maisha yako kikuletee matokeo? Maana kila mmoja anatamani vitu. Kila mmoja anatamani kufanikiwa. Kila mmoja kuna mahali anapita na kuna mahali anatamani afike. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo mafuta, neno mafuta maana yake ni nguvu ya Roho Mtakatifu inayomuunganisha mtu na Mungu ili apate haki yake. Kinachoweza kufanya transfer kutoka kwako kwenda kwa Mungu ni kitu kinaitwa mafuta. Ndio maana sio kila mmoja ana uwezo wa kumuita Mungu na Mungu akamsikia. Sio kila mmoja anaweza kumuita Mungu, Mungu akashuka. Kinachosababisha huyu amuite Mungu aje kwa wakati ni mafuta automatically yaliyoko ndani yake, jinsi ambavyo yanamuunganisha na Mungu katika ulimwengu wa roho. Kuna watu katika Biblia tunawasoma wanaitwa manabii wa Baali. Walikuwa wanaitwa maprofeti wa Baali. Wao wanamtumikia Mungu Baali. Elia anamtumikia Mungu anaitwa Yehova. Wakati Elia yuko peke yake, wale watu wako 450. Sasa wao Mungu akasema waache kwanza wao watangulie, wamuite Mungu wao. Atakayejibu kwa moto, huyo ndio Mungu tunastahili kumtumikia taifa zima. Wakamuita. Maandiko yanasema walitumia masaa ya kutosha kumuita Mungu, ikashindikana mpaka ikafikia level wakaanza kujikatakata kwa vinyembe ili damu itoke. Lakini Mungu hakuonekana. Lakini katika Biblia ukisoma maandiko yanasema Elia Mtishbi, maandiko yanasema alitamka maneno yasiyozidi 60. Yasiyozidi nini? 60. Yaani maneno yake kuyaunganisha yasiyozidi 60. Yaani yasiyozidi 60. Maandiko yanasema moto kashuka. Ni nini kilichoshusha moto? Ni mafuta yaliyoko ndani ya Elia ndiyo yaliyomtofautisha na manabii wa Baali 450. Kinachoweza kutofautisha uwe na ndoa tofauti na mtu mwingine ni mafuta yaliyoko ndani yako. Ndio maana kuna huyu ana mme huyu, kuna huyu ana mme huyu, kuna huyu ana watu hawa, kuna mtu ana watu haya. Kinachowavuta watu ni mafuta yaliyoko ndani yako ambayo Mungu aliyaumba, lakini yana tabia ya kukaushwa. Yana tabia ya kuharibiwa. Mafuta ya mtu yanaweza kuharibiwa, mafuta ya mtu yanaweza kukatika, na mafuta ya mtu yanaweza kanyaushwa, na mafuta ya mtu yanaweza kuharibiwa au yanaweza kauawa. Nilikuwa namuomba Mungu, kuna dada yetu anatokaga Busweru hapa, nitolee mfano. Sio amekuja
ambaye alitoka Dar es Salaam akaletwa mahali hapa. Juzi wakati namuomba Mungu kwa ajili ya hiyo dada, Mungu ananiambia walikuwa wamechukua mafuta, maana alipopata kazi alikuwa na kibali kwa bosi wake kuliko wafanyakazi wote. Yeye anaitwa kila siku. Yule dada yupo yule ambaye sura ilibadilika hapa. Baada ya kumwombea ikatoka ile sura ndani ya ajabu. Yuko wapi yule binti? Bwana Yesu asifiwe sana. Sogea hapa, kimbia haraka sana. Bado ni binti, kimbia. Kinachotafutwa ndani yako sio sura ulionayo, ni mafuta. Ndio maana unaweza kukuta mtu ana jicho moja alafu ana ndoa nzuri. Ana jicho moja alafu ameolewa na mwanaume anampenda kuliko kawaida. Sogea mahali hapa, toa kitambaa hicho, wewe sio mzee wewe. Bado ni binti hapa na kutengeneza. Afu uende saruni kesho. Bwana Yesu asifiwe sana. Piga nywele mpaka huku nyuma, chini zinavurutwa huku. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Wakati namuuliza Mungu ni kitu gani kimefanyika, naonyeshwa binti mmoja wa ajabu ambaye alikuwa na wako kazi moja. Lakini huyu dada alikuwa na kibali sana. Sasa hicho kitu kikawauma sana, wakamuendea mahali. Sasa ukiendewa mahali una nguvu ya ulinzi ya Mungu, ni ngumu sana kuiona kesho yako. Maandiko yanasema tafuta sana kwa bidii kuwa na amani na watu wote. Asema na huo utakatifu ambao hakuna atakayemuona Bwana asipokuwa nao. Maana yake nini? Kwamba utafuta ulinzi na usalama wa hatima yako, unaweza ukakoseshwa mbingu hata kama ulikuwa ni mtakatifu. Niliwaambia watu aliyelogwa na aliyeroga ni kitu kimoja. Ikitokea Mungu anaitaka dunia, wote wanaenda jehanamu, kwa sababu tayari yule ni mchawi, kakuingizia roho ya kichawi. Angalia binti mlembo walivyokuwa wamefanya. Asingekimbilia hapa. Ndio tukawa tunaongeleaga mengine, Bwana alitoa, Bwana ametoa. Nilimwambia mama yake, mpigie simu haraka sana akimbilie Mwanza. Atoboi huyo, amalizi mwezi wa kwanza huo. Nikamwambia mwambie akimbie, amalizi mwezi wa pili. Leo amekuja. Angalia tumeanza maombi, angalia sura iliyotoka. Sasa hii sura mnaiona hii ndio ilikuwa inamwakilisha katika ulimwengu wa roho. Lakini hakuwa na sura hii. Hii ni sura baada ya kuwa amefanywa matatizo kila siku, mwili mzima umejaa vipele, anajikuna, alali. Anasema mpaka anafikia hatua anajisugua na jiwe. Lakini ni binti mlembo, binti mzuri. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa maana yake na kuonyesha kwamba hiki unachokiona ndo katika ulimwengu wa roho amemtengeneza. Sasa naambie mtu wa hivi ataolewa, akikutana mchumba atamtaka. Sasa hizi ndo sura, ndo nawaambiaga kuna maski zinawawakilisha watu. Sasa kwa nini Mungu anafichua vitu kama hivi vije nje ili mshuhudie? Ni kwa habari ya kwamba akuonyeshe ili Mungu afanyeje afanye. Bwana Yesu asifiwe sana. Na yule mama wa kansa mwingine yuko hapa. Kabla sijaingia kwenye kipengele, muite naye kama yupo hapa. Kimbia haraka sana. Sasa hivi unaona unaweza kukaa naye harufu haitoki. Nani siku 5 tu zimepita. Bwana Yesu asifiwe sana. Panda madhabahuni hapa. Leo ni kwa vitendo. Hiki unachokiona ndo yeye wa ndani alivyokuwa amefanywa. Kwa hiyo asipopigana kukiondoa hiki kitoke, ni ngumu sana kuishi kwa ndoa. Ndio maana unakuta mabinti wanabaki kuchezewa, wanabebeshwa mimba, anabaki anajiuliza, umbo zuri analo, sura nzuri anayo, sauti nzuri anayo, kila kitu anacho, miguu anayo ya Pepsi mkubwa wao. Lakini ndoa hakuna. Unabaki unashangaa huyu sasa amekuaje Pepsi? Au ni Pepsi ya zamani nini? Haleluya. Sasa shetani ndivyo anavyotenda. Na waleta hapo. Bwana Yesu asifiwe sana. Wiki iliyopita tumempokea pia dada yetu hapa. Simama hapo. Mlimuona kilichotokea. Bwana Yesu asifiwe sana. Alikuja mahali hapa, huwezi kukaa naye dakika 2. Unasikia harufu mpaka na kinyaa. Lakini leo mmekaa naye hapa, mko vizuri. Si umeona? Hapo ni siku 4 tu. Lakini nini kilichofanyika? Aliyemloga ni mwenye nyumba wake. Kamwekea kansa. Lakini kansa imetafuna titi lote, imemaliza. Nini nikana muuliza kwa nini umemfanyia hivi? Aliwahi kukutukana, akasema yeye ni mnyenyekevu na mume wake wote ni wapole na kodi ya nyumba ananilipa kabla tarehe hazijaisha. Sasa shida ni nini? Akasema alichonacho ndicho nataka. Kinaniumiza sana, kwa nini mume ampende? Alafu mimi waga sipendi, mume alishanikimbia. Kaniachia nyumba Kirumba huko. Na wachai wa Kirumba nakuja huko. Mlisharoga sana, sasa mwaka huu nawafuata huko. Nyumba kwa nyumba, msako unaanza mwezi huu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa nikamuuliza swali lingine. Labda kuna kitu kibaya aliwahi kukufanyia? Labda kukuendea kwa mganga akaambia huyu hata uchawi haujui, hata familia yao nikiangalia kwenye ulimwengu wa roho. Wachawi wanaujua ulimwengu wa roho.
akasema hakuwahi kushika dawa. Akasema na hizi chara alizopigwa amepigwa baada ya mimi kumloga kwenye kutafuta msaada. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio unaweza kufunua kidogo hapo tuone, au leo umevaa combat dada yetu? Umevaa combat? Inawezekana. Funua, usiogope. Maandiko yanasema afichaye dhambi zake hatofanikiwa. Sasa unazipo kweli wewe? Mwezi kuona walioshuhudia Jumanne mliona jinsi ambavyo titi limetafunwa, yani hamna titi, lote limetafunwa, kidonda kimeachama hivi. Ni aibu. Tulilia hapa Jumanne wote, kanisa zima hapa. Lakini ashukuriwe Mungu, hii madhabahu alikuwa amelogwa, mme kamkataa, anasema unanuka. Yani waliyefunga ndoa anasema una watoto wakawa hawezi kumtuma hata mtoto wangu niletee kijiko, hawamsikii. Akiwatuma kijiko wanasema mama usitusumbue. Watoto aliowazaa. Lakini uliona tayari amekuja na watoto wake hapa na leo yuko nao. Maisha yanaendelea, kila kitu kinaendelea. Kwa nini? Kwa sababu Mungu ana tabia kurudisha mafuta yaliyouawa na kukaushwa ndani yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu anakupenda dada yetu. Mtashuhudiaga huko mbele ya safari, Mungu ameshatenda ndani ya siku 21 hiki kidonda hakitakuwepo tena. Bwana Yesu asifiwe sana. Hakitakuwepo tena. Huyo ndio Mungu anayemtumikia. Sio wa kwanza huyu. Hapa tangu tumeanza ni miaka 2 ndio tumehitimisha mwaka huu. Sasa wameshapona kansa zaidi ya watu 7-8 hapa kansa. Kwa hiyo hapa kansa waga zinapona hapa. Bwana Yesu asifiwe sana. Na huyu ni mmoja wapo. Sasa huyu ni wa 9 huyu. Naye ameshapona mpaka sasa. Sema amina. Ameshapona mpaka sasa. Ubarikiwe sana. Sasa hivi mume anakupenda eh? Ndio. Aha, anakuambiaje? Anakukumbatia sasa hivi. Nice. Mmelala na kitanda kimoja eti. Alikuwa ameshatengwa mwenzako. Yaani mtu mliyefunga naye ndoa kufa na kuzikana eti anakuacha hivi kizembe eti kosa kidonda. Ndugu, watakurudia kwa jina la Yesu. Mume wangu alikuwa sio yeye. Aha, alikuwa sio yeye. Ilikuwa ni roho iliyomwingilia. Maskini. Kwa sasa ananipenda sana. Anakupenda sana ndio? Ananiambia Mungu yupo utapona. Sema Mungu yupo utapona. Ubarikiwe sana. Mungu akubariki sana. Kaa pale. Na wewe rudi pale. Ubarikiwe sana binti yangu. Kesho uende saruni, piga rasta mpaka chini huko, anze kuaibisha maadui zako. Piga nywele mpaka chini huko namna hii. Bwana Yesu asifiwe sana. Tutaki watu wazembe sasa hivi. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna vitu lazima uvijue. Anasema lakini pia mafuta mara nyingi hutumika kama ishara ya Roho Mtakatifu kibiblia. Mafuta hutumika kama ishara ya Roho Mtakatifu kibiblia. Ndio maana ukisoma katika Biblia mafuta yanamwakilisha Roho Mtakatifu. Ndio maana ukiyakosa mafuta ni ngumu sana. Ndio anasemaje hapo? Anasema umeipenda haki, umeichukia dhuluma. Kwa hiyo Mungu Mungu wako amekupaka mafuta, mafuta ya furaha kuliko wenzako. Kuna mafuta yanayomfanya mtu awe na furaha. Furaha ya mtu inapotea anapopoteza mafuta ndani yake. Hii mikono na yoyo inawakilisha kitu kikubwa katika ulimwengu wa roho. Ndio maana hata fingerpoint hatufanani hata kama ni mapacha. Bwana Yesu asifiwe sana. Nilivofanya hiki kitu, watu wakaanza kuuza nyanya. Hapa nilianza na wauza nyanya barabarani hapo. Yaani mama mmoja nilimwombea, nikampaka ya mafuta. Alifika nyanya zilikuwa zimemaliza kama wiki 2 hazinunuliki. Ilipaki lavafua ikachukua zote. Akamuuliza una zingine? Yaani ameacha nyanya nzuri kwa majirani, akachukua za kwake zimefanyaje? Zimenyauka. Tangu wakati huo akapewa tenda ya kuwa anapeleka matenga 2 kila siku kwenye hiyo hoteli. Mpaka leo. Kila wiki akosi fungu la 10. Nikajua ni nini kilichokuwa kimekosekana ndani yake. Kuna kitu alikichukua. Ndio maana wateja walikuwa wanapita nyanya zake na zikaanza kumnyanyasa baada ya kumnyanyua. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo dunia inahitaji utaratibu. Ndio maana maandiko yanasema leteni hoja zenye nguvu. Usiende mbele za Mungu kuomba vitu vya kawaida. Lazima upeleke vitu vinavyoeleweka. Asema leteni maneno, asema Bwana, leteni hoja zenye nguvu. Hoja zenye nguvu ni vitu vigumu. Niliwaambia kuna kitu kimoja ukikiomba Mungu akakifanya, kinabadilisha hatima ya maisha yako.
Usiombe Mungu nipe kodi ya nyumba, omba Mungu akupe kazi ili upate kodi ya nyumba na ujenge nyumba yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Amen. Maandiko yanasema lakini pia mafuta yanamwakilisha nini? Ni ishara ya Roho Mtakatifu kibiblia. Kwa unaposikia neno mafuta ni ishara ya Roho Mtakatifu kibiblia. Nimekupa homework, utaenda kusoma na baadaye mambo yataonekana. Kwa ukomboa wakati, kitabu kile cha Isaya 10:26 hadi 27, andika. Kitabu cha Isaya 10:26 hadi 27, tutaenda kuangalia hivyo vitu. Ili utakapokuwa umepata vitu, unashuhudia mahali hapa, ukumbuke tarehe 2 ya mwezi wa ngapi? Wa 3, pastor nilikutana naye kwenye hii madhabahu ya Jerusalem Ministry International. Akatamka, akatufundisha kitu fulani. Ndio hii kazi nilionayo. Sema amina. Ninaiona furaha yako inakuja kwa jina la Yesu. Baada ya leo utashikika tena kwa jina la Yesu. Baada ya leo utazuirika tena kwa jina la Yesu. Kila utakapokanyaga utateka na kumiliki kwa jina la Yesu. Jipigie makofi ya furaha na vigeregere. Isaya 10:26 hadi 27 anasemaje? Anasema, ndio, na Bwana wa majeshi ataamsha mjeledi juu yake. Atafanyaje? Ataamsha mjeledi juu yake. Anasema na Bwana Mungu wa majeshi ataamsha mjeledi juu yake. Ni nani anayeamshiwa mjeledi? Na maana kuna mtu amekunyang'anya maisha. Kuna mtu anamiliki hatua zako. Wewe unapoona vitu haviendi, shida sio wewe. Shida kuna process ilishafanyika. Watu wanaweza kufanya kitu wakakuelekeza kwenye matatizo na yakakupata. Simple tu. Mimi nayajua mengi, nimeyaona mengi hapa madhabahuni. Lakini tangu nimeanza huduma nimeviona. Anasema kwa hiyo Bwana Mungu wako atanyoosha, atafanyaje? Ataamsha mjeledi juu yake. Ataamsha mjeledi juu yake. Juu yake. Yake nani huyo? Kila mmoja ana mtu anayemtesa. Kila mmoja kuna mtu aliyemshikilia. Kuna watu wengine hawezi kukaa na mme mwezi mmoja. Hapa mnaonaga vitu vingi. Mwingine anakaa miezi 6 wanaachana. Dada mmoja kashaolewa na wanaume 7. Afu wote wamefunga ndoa lakini hawamtaki. Wote. Akikaa zaidi ni miezi 6. Unapofika mwezi wa 6 tu lazima uachike. Yaani lazima mwanaume ainue kituko mpaka urudi nyumbani. Hizo ni hatua zimezuiliwa. Ni hatua umenyang'anywa. Unapoona unachimba dhahabu vitu havitokei. Unafanya biashara vitu havitokei. Kuna kitu, kuna huyo ambaye anatakiwa anyoshiwe mjeredi. Mafuta ni fimbo ya kumtoa mtu kwenye maangamizo. Leo unaenda kutoka kwa jina la Yesu. Amen. Unaenda kuchomoka kwa jina la Yesu. Amen. Hatua zako zilikofichwa zinaenda kuchomoka kwa jina la Yesu. Amen. Ninauona mjeredi unanyoshwa juu ya mtu aliyekunyang'anya hatua, na baada ya kunyoshwa anaachia hatua zako kwa jina la Yesu. Amen. Kama uko mahali hapa jipigie makofi na vigeregere. Ndio, endelea pale. Anasema kama vile alivyopiga Midian karibu na jabali la Orebu. Kama vile alivyoipiga Midian karibu na nini? Na jabali la Orebu. Ndio. Na fimbo yake itakuwa juu ya bahari. Naye atainua kwa namna ya Kimisri. Ndio. Tena itakuwa katika siku hiyo. Mzigo wake utaondoka begani mwako. Utaondoka begani mwako, ndio. Na nila yake shingoni mwako. Na nila yako shingoni mwako. Nayo itaharibiwa. Kwa sababu ya kutiwa mafuta. Kwa sababu ya kutiwa mafuta. Amen. Mafuta ni fimbo ya kupiga uchawi. Sema amina. Amen. Kuna vitu katika ulimwengu wa roho. Juzi ilibidi nitoke madhabahuni niende Nyakato. Kuna jiwe moja wachawi kila siku ndipo wanapokutanikia. Afu watoto wakienda kucheza kwenye hilo jiwe wanaacha vidole. Yaani vidole vinakatikia pale. Mpaka nimekuta watoto wamekatika vidole vya mikono, mwingine kakatika hiki cha huku. Yaani kabaki na shangaa. Afu yule mchawi ambaye yuko mtaani pale Nyakato anatamba karibu watoto wote mtaa mzima Nyakato huko. Nyakato si inaitwa Nyakato, si Pilot, si wapi huko juu. Nimekanyaga kule, lazima wadondoke kwa jina la Yesu. Amen. Wanapona vijana mtaani wanafanana, sio wao. Kuna watu wamewatengeneza. Kuna watu wamekamata hatua zao. Kuna watu wameshikilia hatua zao. Kijana mmoja anaambia pastor, nimeshaitwa mpaka kwenye timu za kucheza za Ulaya, lakini kila wanaponiahidi tarehe fulani, kabla haijafikia tarehe wanapiga simu, wanatuma email, tumeahirisha, tutakwambia siku nyingine. Kumbe ni mama mmoja kawashughulikia kule. Sio anaitwa si Sofia, sio nani? Sofia mchawi kule. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa nimemfuata juzi, nilikuwa kule, nilikuwa na hasira kali, nikafika mpaka nyumbani kwake mlangoni. Sema amina. Akufungua hata mlango. Sema amina. Nataka tukabiliane jicho kwa jicho. Sema amina. Nikamwaga na mafuta kule Pilot nzima. Lazima nundu waachiliwe wote kwa jina la Yesu. Unakuta vijana kwenye mtaa wana elimu, wana vyeti,
lakini vijana wote wameishia mtaani mpaka wamekata tamaa. Wanafanana, mtoto wa jirani na jirani wanafanana, hakuna mwenye impact yoyote, hakuna mwenye kitu chochote. Wazazi wamepambana kuwasomesha, lakini hakuna matokeo. Nini? Hatua zimemezwa. Kifungo cha mtaa kilichokumeza leo kitakuachia kwa jina la Yesu. Hiyo kamba ya mtaa iliyokumeza, iliyokufunga hatua zako, leo itakatika vipande vipande kwa jina la Yesu. Amen. Lazima ujue huyo mchawi anasema nilishafunga mtaa mzima, hakuna vijana kutoka. Anasema angalia vijana wa Nundu, Meko, National. Kama avuti bangi, utakuta ameregeza mlegezo kidogo hivi namna hii. Ila sio wote. Bwana Yesu asifiwe sana. Hata mimi nimezaliwa Nundu pale. Sema amen. Haleluya. Amen. Nini? Kila tatizo lina chanzo. Kuna mtaa mmoja unaitwa Kirumba. Ukiishi Kirumba una akili nzuri, utoboi. Unaenda Kirumba unakuta baba alikufa akaacha nyumba ina vyumba 10. Wote wameorea mle. Kila mmoja anapiga huyu sabufa yake, huyu afu ako vifua wazi. Joto, madirisha yale ya zamani mnayajua. Siku moja nikaenda, au ya pastor, karibu pastor, hebu nipe 5 mwanangu. Huku inalia taarabu, huku inalia muziki, huku inalia si Zuchu, huku inalia Diamond. Yaani unajiuliza watu afuate wameorea pale. Chumba kimoja wamepewa cha urisi, afu watoto 7. Nikamwambia hapa mmeshalogwa wenzangu. Kweli pastor, nikamwambia mmeshalogwa. Hii nyumba iache, mwachie wa mwisho nyewe mkajenge wengine. Baba mkubwa na kitambi na kipa yuko kwenye nyumba, chumba kimoja kaolewa watoto 7. Unalalaje na mama hapo ndani? Sio kuongeza rana juu ya watoto. Bwana Yesu asifiwe sana. Chumba kimoja, mama, watoto 7. Kaweka pazia partition kidogo. Sasa huko mambo ya Gaza yakiendelea huku inakuaje kwa mfano? Shika mkono jirani yako mwambie yale mambo yanakuaje hapo sasa chumba kimoja. Kama sio rana ni nini unatakia watoto wewe? Bwana Yesu asifiwe sana. Hivyo ndio vitu ambavyo lazima uweze kufahamu, lazima uweze kujua kwamba Mungu anatupenda na Mungu anatuhitaji. Lakini lazima kuna kitu ambacho tuweze kukifahamu, tuweze kukijua ili Mungu afanye vitu vipya katika maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Anasema naye ataamsha mjeledi juu ya nani? Juu ya huyo. Huyo nani? Ni yule aliyekuzuia ili usifanikiwe. Ni yule aliyefunga hatua, una vyeti, una elimu ili usifanikiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya watu wa Mungu. Amen. Kwa hiyo Mungu siku zote kwamba ili afanye kitu anategemea unafanya nini ili afanye vitu kwenye maisha yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Tumpigie makofi mtumishi wa Mungu kutoka Mombasa. Kwa Pastor Ezekiel yule wa Mombasa, karibu sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo ni vitu ambavyo lazima ufahamu, lazima ujue. Lakini usipojua ni tatizo. Ukijua ni furaha. Sema amina. Amen. Dunia inakutegemea unajua nini? Dunia inakutegemea unataka nini? Dunia inakutegemea unafanya nini? Anasema tena itakuwa katika siku hiyo nitaamsha mjeledi juu ya huyo. Anasema kama nilivyonyoosha juu ya Midian. Kuna watu katika maisha yako wameumbwa kukutesa wewe. Na kuna watu ambao umeelekezewa wakufanye wewe usije ukawa na furaha na amani hata siku moja. Na hizo kanuni usipozijua kaendelea kucheka tu, umekaa kikawaida wakati vitu vinaharibika, miaka inaenda. Kataa kuwa mtalii wa miaka. Jiulize maswali kila siku. Kwa nini? Kwa nini? Kwa nini? Nilimwambia mtu mmoja, kama ujiulizi maswali kwa nini mimi niko hivi miaka yote, ni ngumu sana Mungu kukutoa kwenye tatizo. Maana waliotoka wanajiuliza. Unapojiuliza unamtibua Mungu ili aingilie kati akuhurumie. Lakini ukinyamaza na kutulia, Mungu anasema maisha yakubali matatizo, acha yawe mjomba wako. Unashangaa unazidi kuteseka. Leo tunakuchomoa kwa nguvu kwa jina la Yesu. Mahali ulikoshikiliwa utatoka kwa jina la Yesu. Mahali ulipokandamiziwa jiwe zito leo litapasuka vipande vipande. Ilikochimbiwa miguu yako, ilipozikwa miguu yako, leo utachomoka kwa jina la Yesu. Na kama uko mahali hapa nisikie makofi na vigeregere. Anasema tena itakuwa katika siku hiyo mizigo mabegani mwake itafanyaje? Itaondolewa. Mizigo mabegani mwake. Mwanadamu alipoumbwa amepewa vyeo. Na vyeo kawaida vinakaa mabegani. Wewe unaweza kuwa nafikiri unaona IGP, mkuu wa majeshi ana vyeo, askari wana vyeo. Ukafikiri hivyo vyeo watu tu walivitunga kikawaida. Hivyo vyeo vimetoka katika ulimwengu wa roho. Ndio maana katika system ya Mungu hata malaika wenyewe wana vyeo. Na sio kila malaika unapaswa kumwagiza akuletee majibu yako wewe. Wakati wa Danieli anaomba, aliyeleta matokeo yake, wa kwanza waliotumwa kuleta matokeo
walikuwa ni malaika wenye utapiamlo. Mkuu wa anga akawadhibiti, akawapiga roba, akamwambia tulia hapo. Alikuwa anaweza kuamudu. Mungu alipoendelea kusikia kelele za Danieli anaomba, Mungu akachungulia njia malaika walioipita kuleta majibu ya Danieli. Kuna mkuu wa anga amewanasa wale malaika. Kuna malaika vitengo mbalimbali mbinguni. Sio kila malaika unatakiwa muagize alete majibu yako. Lazima uchague aina za malaika. Mungu alipochungulia akaona malaika wamedhibitiwa na mkuu wa anga, akamtuma malaika wa mstari wa mbele ambaye anakaa karibu na Mungu. Yule akijaga anaga discussion, akipita kila mahali ni miale ya moto tu. Alipofika tu mkuu wa Jemi alipomuona, akakaa pembeni akaomba, naomba unisamee, sitarudia tena. Niliwanyanyasa hapa kwa sababu wao wamezoea kula silesi mbili, wanakulaga mikate mbinguni huko. Hawaragi viazi vikuu. Bwana Yesu asifiwe sana. Asema sasa achia. Akachukua majibu akamletea Danieli. Anamwambia Danieli, anasema Mungu tangu siku ya kwanza alituma majibu yako, lakini mkuu wa Jemi aliwazuia. Anasema mimi niliyekuja ni miongoni mwa malaika wa mstari wa mbele, nimekuletea majibu yako haya hapa. Narudi kuwasaidia, nirudi nao mbinguni. Bwana Yesu asifiwe sana. Lazima ufahamu, lazima ujue. Sasa unaposikia Biblia inasema huyo, ina maana ni mtu anaweza kama amekudhibiti katika maisha yako. Na usije ukajidanganya ukafikiri maisha hayo ulionayo ndo maisha yako pekee. Kuna vitu bado hujavimiliki. Sasa ukiishia katika wastani huo, ni ngumu sana kufika pale. Maandiko yanasema ajionavyo mtu nafsini mwake ndivyo alivyo. Jinsi ambavyo umejiwekea limit katika ulimwengu wa roho, ndipo utakapoishia. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa jinsi ambavyo unajifungua zaidi, ndivyo unavyozielekea baraka zaidi, ndivyo unavyozikimbilia baraka zaidi. Lakini lazima ujue, lazima ufahamu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Anasema tena itakuwa katika siku hii, mzigo mabegani mwake utaondofanyaje? Utaondolewa. Mzigo, akikwekea mzigo mabegani, wanakuondolea vyeo vya kufanikiwa. Kwa katika ulimwengu wa roho watu wameondolewa vyeo vya kufanikiwa, afu wamebebeshwa mafurushi ya misumari, miba. Mliona siku moja hapa naongoza operation moja, naondolea watu kofia, naondolea taji la miba ambalo wamevichwa kichwani. Uliona kilichotokea hapa? Uwezi kujijua una taji la miba kichwani la mateso mpaka umekutana na operation za aina fulani. Ndio maana shukuru hii madhabahu tuna operate na vitu vingi sana. Haleluya watu wa Mungu. Kwa hiyo wanapochukua vyeo vya kufanikiwa, kuna watu wengine wameandikiwa na mbingu watakuwa matajiri. Sasa ili wachukue utajiri, wanachukua cheo cha kukufanya uwe tajiri, afu anakutuisha furushi la matatizo begani. Kwa unashangaa katika ulimwengu wa roho unatembea umezidiwa mzigo wa matatizo. Ndio maana unakuta mtu mmoja na madeni 7, sio yeye, kabebeshwa mzigo wa madeni huyo. Wanapofunga mtu hatua, wanamwekea mzigo mabegani, anabaki kuishi kwenye matatizo tupu. Hizo ndo kanuni za shetani. Anachukua kitu kizuri, anakuwekea vitu vibaya. Sasa mtu asipojua na kusimama na kujitoa, ni kazi ngumu sana. Kuna watu wengine wamewekewa sukari, kakija kakidonda kadogo, kidole kinakatwa, mguu unakata. Sio sukari hiyo. Hizo ni hatua zimeshachukuliwa hizo. Dalili mojawapo ya mtu ambaye hatua zake zimechukuliwa, ana sukari. Au watu wenye sukari, hatua zao hawana tena hao. Hata ukisema leo mpe kuku 3,000 afuge, haziwezi kufika hata miezi 3, zitakufa zote na kideri. Kwa nini? Kwa sababu kinachofanya vitu vifanikiwe ni hatua ndani ya mtu zinapokuwa sawa katika maisha yake. Lazima ujue. Ili uweze kuwa wa tofauti, namba moja lazima udili na hatua. Maandiko yanasema, Mungu anamwambia Joshua, kila zitakapokanyaga nyayo za miguu yako utateka na kumiliki. Lakini watu leo baada ya kuteka, wanatekwa wao. Wengi wametekwa. Wengi wametekwa. Kwa nini wametekwa? Vitu haviendi. Anajitahidi kutafuta fedha, anapewa. Na kuna fedha mpaka za rais anasaidia wamama siku hizi. Lakini mbali na kupewa mtu milioni 3, unashangaa baada ya miezi 2-3 ana hela hata shilingi 1. Kila kitu kimefanyaje? Kimeharibika. Anabaki kulipa mkopo, ana cha kusababisha kulipa mkopo. Hapo sasa anabaki kuhamisha deni hapa, analipa hapa, anahamisha hapa, analipa hapa. Siku akitibuka wote shetani akawatibua. Shangaa mtu kadondoka chini kafa na pressure. Wanapokamata hatua au wanapofunga hatua, unakosa vigezo vya kufanikiwa, vigezo vya kuongezeka. Bwana Yesu asifiwe sana. Tutaangalia kwa haraka tena hapo
kitabu kile cha Torati, Kumbukumbu la Torati 33:23 hadi 25. Kumbukumbu la Torati 23 hadi 25. Unakuandaa ili pia unapoenda kukanyaga mafuta ujue unachokifanya ni nini. Sio kakaa kawaida. Hakuna mtu wa kawaida anaweza kufanikiwa duniani. Hakuna mtu wa kawaida anaweza kufanikiwa. Watu lazima kuna kitu wakijue. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kumbukumbu la Torati 33:23 hadi 25 anasemaje? Anasema, ndiyo, na Naftali akamnena. Na Naftali akamnena, ndiyo. Naftali, Naftali, uliyeshiba fadhili. Uliyeshiba fadhili. Na leo utashiba fadhili kwa jina la Yesu. Amen. Utashiba fadhili kwa jina la Yesu. Amen. Anasema na Naftali akamnena. Huyo ni Mungu anamnena. Kuna watu wameshiba fadhili. Kwa nini? Kwa sababu hatua zao ziko hai, maisha yao yako hai, ndoto zao ziko hai. Aha. Anasema, ndiyo, uliyejawa na baraka ya Bwana. Aha. Umiliki magharibi na kusini. Umemiliki magharibi na wapi? Na kusini. Kumbe kuna watu walio nini? Waliojawa baraka za nani? Za Bwana. Alafu wakanyang'anywa. Wewe muulize hata Yeremia. Yeremia kujijua kwamba yeye ni nabii wa kimataifa. Alikuwa anajua tu ni mchizi, mshikaji mmoja yuko barabarani, yuko mtaani, ni mtu tu amekuwa kichaa tu, hajui kuongea. Kumbe Mungu anamwambia wewe tulikuumba kuwa nabii wa kimataifa. Anasema uliyejaa fadhili za nani? Za Bwana. Ukajaa na nini hapo? Umiliki magharibi na kusini. Anasema na umiliki magharibi na nini na kusini. Lakini leo watu wanamiliki, hawamiliki watu. Yaani mbali na kuwa amepata kazi serikalini, lakini baada hata wafanyakazi wenzake wampendi hata mmoja kumuona sura yake. Leo unashangaa mtu anaenda kutoa mshahara wake kwenda kumloga mtu. Unabaki unajiuliza nini? Kumbe tatizo ni yule anayelogwa kwa sababu ana mafuta tena ya kuwafanya watu wampende au wamkubali. Kuna kitu kikikosekana ndani yako, kila mahali unapokanyaga unapigwa mawe. Muulize mtu anaitwa Kaini. Mungu alipoondoa mafuta juu ya Kaini, kila alipopita anarushiwa mawe, mawe, mawe. Inchi sio kazi. Inchi sio kuwa na maisha. Yale maisha yanakupa furaha gani katika maisha yako? Kuna watu wengine ni matajiri, lakini kila siku anameza vidonge. Alafu kuna mtu mwingine ana maisha ya kawaida, yuko salama tu, ajui hata hospitali inafananaje. Unaweza ukawa tajiri lakini ukabaki kuwa kwenye mateso. Nilienda mwezi uliopita Bugando pale, watu wako ICU matajiri pale, wanapumulia oksijeni, mwingine miezi 6, mwingine miezi 3, mwingine mara si figo zimefeli. Unabaki unajiuliza nini? Hakuna watu wanaotafutwa kama wenye kitu. Maandiko yanasema katika wingi wa hekima mna wingi wa huzuni. Kwa kadri ulivyo na nyota kubwa ndivyo na vita inavyokutafuta kwa ukubwa vile vile. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Haleluya watu wa Mungu. Amen. Aha, ndiyo. Anaendelea mstari wa 24 anasema, aha, na Asheri akamnena. Na Asheri akamnena, ndiyo. Na abarikiwe Asheri kwa watoto. Na akubaliwe katika nduguze. Ndiyo. Na achove mguu wake. Ndiyo. Katika mafuta. Aha. Makomeo yako. Ndiyo. Yatakuwa ya chuma na shaba. Ndiyo. Na kadiri ya siku zako ndivyo zitakavyokuwa nguvu zako. Unaona hiyo kitu? Anasema kwanza amemnena Naftali kwa sababu Mungu alishambariki. Unaona baraka za Naftali kwa sababu kuna kitu alikijua. Watu waliofanikiwa kuna vitu wanavijua. Lakini anamnena mwingine anaitwa na Asheri na akamnena na achovye miguu yake kwenye mafuta. Anasema miguu yake itakuwa ya shaba na chuma. Watu miguu yao haina ulinzi. Hakuna mwanajeshi anaweza karuhusiwa kwenda vitani hajavaa buti miguuni. Sasa watu walishavuliwa, wako peku. Wanatembea, miba inawachoma, misumari inawachoma, kila kitu kimewafunga. Siku moja namwombea mama mmoja. Mimi ni mtu wa karibu yake. Nilimtengeneza usiku amelala saa 8, nikamwamsha asubuhi nikampa wazo kwamba pita njia fulani. Alipopita pale kakanyaga mavi, tulianya sisi njia panda, akateleza akaanguka, akavunjika mguu. Sinaona anatembelea gongo. Si ndio tumefanya? Mguu umesha katika na nakumbuka kwenda kwa Mungu. Kashabaki na mguu mmoja na gongo, lakini kilichomtelezesha ni mavi ya mwanadamu aliyakanyaga njia panda. Nikamuuliza wakati unakanyaga ulikuwa uone? Akasema ni sikuyaona, mimi nishangaa tu nimeteleza, nimeanguka, afu nimeyakalia. Kuja kuangalia ni mavi ya mwanadamu. Asema mguu, akaniambia umevunjikia humu, wakatibu huku, wakasema tuukate, kuna kidonda kinaendelea. Akaribika. Leo ana mguu mmoja. Nini mitego?
Asema na achovye miguu yake kwenye mafuta. Asema miguu yake itakuwa ya shaba na makome yake yatakuwa ya chuma. Lazima ujue, usipoimarisha hatua ni ngumu sana kuongezeka, ni ngumu sana kufanikiwa. Maana kabla ya mtu Mungu kumpa vitu, anaangalia je, hatua zake ziko sawa. Kuna watu katika ulimwengu wa roho ni virema. Kuna watu wengine katika ulimwengu wa roho anatembea hivi. Anatembea hivi. Yaani ndivyo alivyo katika ulimwengu wa roho. Lakini kujijua uko hivyo, unahitaji ufunuo ili uweze kuwa katika maisha yako. Hiki ninachokuambia, omba sana Mungu siku moja akupe macho ya rohoni uweze kuona wewe ni nani. Alafu umuulize Mungu, hebu Mungu naomba unionyeshe mimi ni nani. Funga hata siku 3. Mwambie Mungu nionyeshe nilivyo, mimi ninavyoishi nikoje. Utashangaa kinachotokea. Utabaki unashangaa. Kuna watu wengine katika ulimwengu wa roho ana miguu anatembelea wheelchair. Kuna watu wengine katika ulimwengu wa roho ana mguu mmoja. Kuna watu wengine katika ulimwengu wa roho ni mkoma, alisha katika miguu. Yaani wamemtumia ukoma, umetafuna vidole vyake. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Sasa vitu kama hivyo usipojua na kufahamu, ni ngumu sana kuishi kesho yako, kwa sababu kabla ya kesho inategemea unajua nini ili ujinasue uingie kwenye baraka. Issue sio kazi hazipo, sio kwamba ajira zipo. Issue ni kwamba wewe unajua nini ili Mungu afanye katika maisha yako. Kuna vitu usipovijua uwezi kuvipata. Kuna vitu usipovitafuta uwezi kuvimiliki. Bwana Yesu asifiwe sana. Issue sina kazi. Jana tulikuwa tunafundisha radio moja Irandi FM pale 93.3. Watu wakapiga simu, mpaka leo wanapiga simu. Wasema pastor, ulipotamka tu nimetoka Bugando. Nikamwambia bado Mungu atakushangaza. Nini? Unaweza ukafungwa hatua kwamba huyu ili aendelee kuteseka tumpeleke hospitali huyu. Alafu tukimpeleka hospitali waseme ini bovu, figo bovu, achanganikiwa akili, aendelee kuwa na mawazo, awekeze kwenye ugonjwa kuliko kuwekeza kwenye kutafuta. Hakuna mgonjwa anayewaza maisha tena, maana ameshakata tamaa. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Leo Mungu atanyoosha mjeredi juu ya aliyekutesa kwa jina la Yesu. Aliyefunga hatua zake atanyeshewa mjeredi, atachapwa, ataachia hatua zako. Au anataka atake ataziachia. Aliyezuia kazi ataiachia, aliyezuia ndoa ataiachia, aliyezuia watoto wake atawaachia, aliyezuia hatima ya maisha yako leo ataiachia kwa jina la Yesu. Amen. Mungu ni Mungu wa vita. Mungu ni Mungu wa neno. Anapolithibitisha neno linaenda kuzaa matunda. Mungu anaishi katika neno. Mungu haishi kikawaida. Akishaliona neno limesimama, kila kitu kinafanyika hapo. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Malizia andiko la mwisho Samueli wa kwanza 11:2. Samueli wa kwanza, andike itawasaidia. Bwana Yesu asifiwe sana. Samueli wa kwanza 11:2. Lazima ujue, lazima ufahamu. Kuna vitu usipojua ukakaa kudanganywa. Leo hii naona kuna wahubiri wengi wako kwenye YouTube, wengine walishafeli. Hatuwezi kufanana wahubiri. Kuna kitu ambacho mhubiri huyu anacho. Na ukiona mhubiri anatukana watumishi wenzake, huyu amesha chizi, huyu tayari ni kichaa, anaenda kuzikwa muda sio mrefu. Ni shida hiyo. Huwezi kwenda nje ya Biblia. Biblia inasema nini? Fuata, toka kwenye tatizo ukafanikiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kwa angalia leo tuna miezi mingapi? Miwili, tumeanza watatu. Lakini angalia watu ambao wamepata kazi madhabahuni hapa ni wangapi? Kwa tukisema watu wote watoke tu mawilayani, mikoani waje hapa patoshi mpaka barabara huko. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Si kwamba Mungu hawezi kukubariki. Mungu anaangalia unajua nini ili ubarikiwe. Kwa sababu Mungu hawezi kuruhusu baraka ije kwako alafu unyang'anywe tena. Mungu anahitaji akufundishe kwanza ili utakapofunguliwa ujue kujirinda ili uendelee kudumu kwenye baraka. Sema amina. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Mungu ana kazi mpaka mataifa ya Ulaya. Hapa nimeona tunaombea watu tu simple tu mwaka huu. Watu wengine wako kwenye migodi Kongo, wako kwenye Saudi Arabia, wako si Uturuki. Unabaki unashangaa. Yaani Mtanzania katoka Tanzania hapa eti anaitwa Uturuki eti kwenye kazi. Unabaki unashangaa. Nini? Kumbe kuna kitu kikurudia wewe. Unaanza kukubarika, na leo utaanza kukubarika kwa jina la Yesu. Amen. Utaanza kupendwa kwa jina la Yesu. Amen. Sio unakaa tu kikawaida. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Anasemaje Samueli wa kwanza
10:1-2. Anasema ndipo Samueli akatoa kichupa cha mafuta. Akatoa kichupa cha nini? Cha mafuta. Na leo nitakupa kichupa cha mafuta uende nacho. Sema amina. Amen. Akayamimina kichwani pake. Akambusu. Akasema, Je, Bwana hakukutia mafuta? Bwana kukutia mafuta. Anaulizwa, je, Bwana kukutia mafuta mpaka mimi nije kukutia mafuta? Kumbe alichukuliwa juu ya Samueli. Mafuta yako anaweza kayaishi mtu mwingine, yanaweza kachukuliwa na mtu mwingine. Ndio maana kuta tu mwanamke kaachwa na mume tu ampendi, lakini wakati wanakutana, jamani nimekupenda dada, yani nikila ugali naona passport size inakuja kwenye tonge na limeza tu hivyo, na nimekuota leo, tuko pamoja jamani, tunafunga ndoa. Na mele subiri, baada ya kufunga ndoa nashangaa eti mwanaume yule anasema unaona nilikosea kuoa. Ulikoseaje? Tumeshazaa watoto 6 wewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Nimeanza kuona mguu mmoja mrefu mwingine mfupi. Ndugu, utanioa hivyo nakwambia, na jicho moja. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Lazima wewe uje umenyooka, sema amina. Lakini sio wao. Anasema, je, Bwana akukutia mafuta? Kumbe Mungu ana tabia kuwapaka watu mafuta, lakini yanaondolewa juu yao, alafu anaingizwa kifungoni. Unapoingizwa kifungoni, mafuta yakaondolewa, unabaki kuishi katika utata. Hakuna mashine hata za kimwili inaweza kuoperate bila mafuta. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Hata gari yako yenyewe uliyokuja nayo madhabahuni, bila mafuta haiwezi kufika. Bila mafuta haiwezi kuja. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa lazima uweze kujua, usiishi kwa akili ndogo, ishi kwa akili kubwa. Nilikueleza kwamba kwa akili za kula ugali na furu uwezi kushinda vita za dunia hii. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa lazima uwe na akili iliyopevuka kubwa ili tufanikiwe, na mwaka huu Mungu atatufanikisha kwa jina la Yesu. Amen. Mwezi wa 3 baraka zitakufuata kwa jina la Yesu. Amen. Ninaona ustawi ndani yako kwa jina la Yesu. Amen. Ninaona ustawi ndani yako kwa jina la Yesu. Ninaona ustawi ndani yako kwa jina la Yesu. Pokea nguvu ya kustawi tena kwa jina la Yesu. Pokea nguvu ya kustawi tena kwa jina la Yesu. Baada ya leo utastawi sana kwa jina la Yesu. Utaongezeka maradufu kwa jina la Yesu. Utaongezeka double kwa jina la Yesu. Kilichozuiliwa Bwana atakiachilia kwa jina la Yesu. Jipigie makofi na vigeregere. Ndiyo, malizia mpaka 2 hapo. Anasema, Bwana akukutia mafuta. Bwana akukutia mafuta, ndiyo. Uwe mkuu juu ya watu wa Israeli. Uwe mkuu juu ya watu wa Israeli. Kumbe wewe ulipakwa mafuta uwe mkuu, lakini leo watu wanakuona ni kijana tu wa ajabu mtaani, wanakuona ni mama wa nyumbani wa mtaani, wanakuona ni mtu wa kawaida. Leo hilo jina litabadilika kwa jina la Yesu Kristo. Aliyekuona ulikuwa unaitwa nani? Mtu wa kawaida. Baada ya leo utaenda hatua mpya. Watashangaa unamiliki gari, unamiliki kiwanja, unamiliki kazi, unamiliki mshahara. Wanabaki wanajiuliza umeenda kwa mganga yupi? Unasema yuko Dr. Jesus. Ni zaidi ya waganga. Yeye anatibu, yeye anaponya. Kila kitu kinafanyika kwa wakati wake. Leo ninaona watu wazao zinaachiliwa, ninaona mabinti wanaachiliwa, naona ndoa zinaachiliwa, naona kazi zinaachiliwa, naona wamama wanaachiliwa, naona kazi zinaachiliwa, naona vyeti vinaachiliwa, naona sura za watu zinaachiliwa. Jipigie makofi na vigeregere. Lazima uweze kujua, lazima uweze kufahamu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kuna vitu vinaenda kuachiliwa. Kuna tenda zinaenda kuachiliwa. Kuna maisha yanaenda kuachiliwa. Kuna watu wazuri wanaenda kuachiliwa. Sema amina. Usiishi kawaida. Mshike mkono jirani yako, mwambie leo Mungu atakufanya kuwa mkuu wewe. Mwambie atalifanya jina lako kuwa kubwa wewe. Mwambie atakufanya kuwa mkuu wewe. Mwambie atakufanya kuwa mkuu wewe. Pigie makofi na vigeregele. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Lazima ufanye kuwa nini? Kuwa mkuu. Rudia tena pale watu wajasikia walikuwa mbinguni ndio wamerudi duniani. Anasema, Bwana hakukutia mafuta. Bwana kukutia mafuta, anaulizwa uwe mkuu juu ya watu wa Israeli. Uwe mkuu. Kumbe umetengenezwa kuwa kiongozi. Kila mtu ni kiongozi duniani. Umeelewa hiyo kitu Amen. Lakini leo baada ya kuongozwa naongozwa. Leo unakuta mtu wa kawaida tu. Kuna baba mmoja nilikutana naye, nikamwambia wewe na kuombea unaenda kuwa mwalimu mkuu wa sekondari. Au kupita mwezi kachaguliwa kama mwalimu mkuu. Shule yake kashinda mwaka jana hiyo. Nikamwambia mwaka huu unaongezeka viwango. Mwezi wa 2 kachaguliwa sekondari nyingine ya Mama Samia. Rais wetu amejenga shule nzuri sana kule. Tumpigie makofi rais wetu. Sema amina. Kachaguliwa kwenye shule ya rais inaitwa Samia Secondary School. Iko Kusumve huko. Amina.
kapandishwa cheo, kamiliki cheo kizuri kule. Juzi hapa amepiga picha na mawaziri wamekuja kumtembelea mwalimu mkuu, sema amina. Anafurahi, hiyo tabasamu linatoka lenyewe. Nikamwambia Mungu atakushangaza. Huyo ndio Mungu tunayemtumikia kwenye hii madhabahu. Mungu hakukufanya kuwa wa kawaida, amekufanya kuongoza. Lakini leo baada ya biashara kuiongoza, inakuongoza. Kwa nini? Una nguvu ndani ya kuongoza. Una nguvu ya kuongoza fedha, inakuongoza. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa kuna vitu ambavyo lazima uvimiliki. Kuna vitu lazima uvipate. Ukishavipata Mungu anatenda. Sema amina. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Malizia 2, yorudia tena. Ndio anasema Bwana kukutia mafuta, ndio uwe mkuu juu ya watu wa Israeli. Nawe utamiliki watu wa Bwana, ndio, na kuokoa na mikono ya adui zao. Anasema nawe utamiliki watu wa Bwana. Kuna watu lazima upewe kuwamiliki. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Unaenda kazini tu, yani miaka yote upandishwagi hata cheo. Uko kazini, cheo akipandi. Umeshamilikiwa mwenzetu, uko kwenye kabati. Juzi hapa nilikuwa naomba mmoja, tumeweka kwenye chupa inaitwaje, si chupa gani za wachawi zile? Alitamka chupa gani hapa? Nani alikuwepo? Modesta Juzi nilipasua Modesta. Kuna chupa ya Modesta. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama walikuweka kwenye chupa itapasuka vipande vipande kwa jina la Yesu. Hatua zake tumeziweka kwenye chupa ya Modesta. Ikapasuka hapo, yule dada kaachiliwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Watu wameweka kwenye chupa mpaka ya Modesta, si ndo chupa gani hiyo? Sisi tukigugu tutaipata. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Mshike mkono jirani yako, ambie uko wapi mwenzangu? Hatua zako ziko wapi mwenzangu? Hii ndo miguu yako ilishabadilishwa. Hizi ndo hatua zako ilishabadilishwa mwenzetu. Usipokuwa makini unaweza kujikuta mpaka unakosa chakula afu uko kanda ya ziwa. Watu wanasema ukishindwa kuishi kanda ya ziwa, uweze kuishi mikoa yoyote. Bwana Yesu asifiwe sana. Yaani unakuta tayari mpaka kanda ya ziwa umedhibitiwa, hata chakula kukipata ni kwa shida. Hapo ujue sasa hapo wameshachukua vyote. Walikuwa nakata kidole kimoja kimoja na kuachia kidonda. Leo watarudisha vidole vyako kwa jina la Yesu. Amen. Watarudisha hatua zako zote kwa jina la Yesu. Amen. Watarudisha kila kitu kwa jina la Yesu. Amen. Kama unaamini jipigie makofi na vigeregere. Anasema Bwana kukupaka mafuta uwe mkuu juu ya watu wa Israeli. Hicho kitu tumepakwa mafuta tuwe wakuu, lakini yamekaushwa. Leo yataachiliwa mafuta yako kwa jina la Yesu. Amen. Kila kitu kitaachiliwa kwa jina la Yesu. Amen. Na kama uko mahali hapa jipigie makofi na vigeregere. Simama juu kwa miguu yako. Simama juu kwa miguu yako. Inua mikono yako mbele za Bwana, sema Roho Mtakatifu, siku ya leo nihurumie. Siku ya leo nisaidie. Wewe ni Mungu unayefinyanga, unayetengeneza, unayetenda, unayeumba, unayefanikisha. Hatua zangu zilizofungwa baada ya neno zifunguliwe. Baada ya neno ziachiliwe. Baada ya neno zifunguliwe kwa jina la Yesu. Sema amen.